Tunaishi katika siku za mwisho, na tunaweza kusema nini? Bwana alisema wakati saa ya mateso yake ilipokuwa imefika, ya kwamba yote iliyokuwa imekwisha kuandikwa kuhusu yeye yangepasha kutimilika. Na nishaka kuisoma mbele ndani ya Injili ya Luka, na hiyo ndiyo ilikuwa maneno ambayo wanafunzi wake walikuwa hawakuweza kuelewa hata kidogo. Mengine yote walikuwa wamekwisha kuifahamu na kuisikia, lakini wakati aliposema ya kwamba angepasha kwenda Yerusalema na kisha atawekwa katika mikono ya wenye zambi na mataifa, hawakuweza kuelewa. Nataka kuiwasomea ili mufahamu ya kwamba imeandikwa kwa namna hii. Sina maneno ya kipekee, na ndiyo maana nataka niweze kusoma maneno fulani ya kipekee hapa. Kila neno la Mungu la ajabu na ni la lazima sana kwa ajili ya kutufundisha, kwa ajili ya kutujenga na kutuweka nguvu katika imani, na yote ambayo tunayohitaji tunaipata katika neno la Mungu. Luka sura 18 mstari wa 28, lakini sana sana kwa mstari wa 31. Luka sura 18 mstari wa 28. Kwanza sehemu hii, Petro akasema, tazama, sisi tumeacha vitu vyote na kufuata wewe. Mstari wa 29 akasema nao, kweli nawaambia ninyi, hakuna mtu aliyeacha nyumba yake au mke wake au ndugu yake au wazazi wake au watoto wake kwa ajili ya ufalme wa Mungu, mstari wa 13, ila atapokea zaidi mara nyingi sasa wakati huu na katika ulimwengu unaokuja uzima wa milele. Hiyo ni sehemu ya kwanza, na sasa sehemu ya pili ya mstari wa 31. Mstari wa 31, alafu akichukua wale 12 akawaambia, tazama, tunapanda Yerusalema, na maneno yote yatatimizwa yaliyoandikwa na manabii juu ya mwana wa mtu. Mstari wa 32, kwa sababu atatiwa katika mikono ya mataifa, atafanyizwa zihaka na kutendewa jeuri na kutemewa mate. Mstari wa 33, na watampiga fimbo, watamuua, na siku ya tatu atafufuka. Mstari wa 34, nao hawakufahamu maneno haya hata kidogo, na neno hili limefichwa kwao, wala hawakujua maneno yaliyosemwa. Ni ya kushangaza sana. Waliweza kusikia mambo mengi wakati alipokuwa amekwisha kusema hiyo mifano 7 ndani ya Mathayo sura 13. Akawauliza, mmekwisha kufahamu maneno haya yote? Wakasema kwa sauti kubwa, ndiyo, tumekwisha kufahamu na kuelewa. Lakini hapa sasa ilikuwa ni swali ya mateso. Hapa ilikuwa ni sehemu ya mwisho iliyokuwa imetayarishwa kwa ajili ya Bwana wetu. Aliwaambia kwa maelezo yote yale ambayo yangepasha kumfikia, ili wasishidanganye, ili wasipoteze imani. Mnajua ya kwamba wakati mtu anaposhangiliwa unakuwaka na hitaji ya kumfuata. Wakati anapozungukwa na maelfu ya watu wanaosema hosana, na wote wanajibu haleluya, na tunafurahi wakati watu wanapokata hiyo matawi na kuitandika kwenye barabara, na kisha wanatoa mavazi yao na yote ambayo wanaovaa katika mchana kati, ili waweze kufurahi na kushangilia.
Na hapo sasa kila mtu anaweza kujiunga kwenye sifa hiyo, na hakutakuwa kose mtu hata mmoja ambaye hawezi kushikwa na hiyo furaha kwa ndani na ambaye hawezi kujiunga kwa sifa hiyo. Lakini sasa wakati hiyo kundi makutano mengi haiko tena pale, wakati napokuwa imekwenda, na hapo sasa Bwana anaweza sasa kuuliza, munataka nanyi kwenda? Na hapo sasa mambo inakuwa tofauti. Hakutakuwa tena barabara zilizotengenezwa vizuri, hakuna tena sauti ya hosana, hakuna tena haleluya, utukufu kwa Mungu. Hizo sauti zote za shangwe zitakuwa zimepotea pale. Sasa tu kuna baki wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo, wale ambao hawajifurahishe tu kuita, lakini walioweza kuitwa kweli kweli, wale ambao hawafuati kwa sababu wengine wanafuata, lakini wanafuata kwa sababu walitambua nani ambaye aliyewaita kumfuata. Hapa Bwana alizungumza na kusema yote ambayo iliyokuwa imeandikwa na manabii kuhusu mwana wa mtu, yote yatatimia. Tunajua ya kwamba mateso ilikuwa ni sehemu ya kutumwa kwake kwa kiungu hapa duniani. Mateso haya yote hayo ilikuwa ni sehemu ya hiyo, mpaka kusalitiwa, kuwekwa katika mikono ya wenye mamlaka na kusulubishwa. Hiyo yote ilikuwa ni sehemu ya hiyo. Nasi akose hatuwezi hata pia kushughuliza, hatupashi kushughuliza kwa sababu gani Mungu aliweza kuchagua njia ya kudharauliwa kama hii. Kwa nafasi ya Mungu akose sisi tungeliweza kuhitaji kuchagua kwa ajili ya wokovu njia ya kupendeza iliyo juu ya mambo yote, bila hata kuzihakiwa, bila haya, bila kutemewa mate, bila taji ya miba, bila hayo yote. Lakini Mungu alikuwa akijua vizuri vizuri yale ambayo ingepashwa kufanyika, na yeye aliyafanya. Imeandikwa kama vile tumesoma hapa, kwa maana atawekwa katika mikono ya mataifa na atazihakiwa. Wayahudi walikuwa na akili sana, waliweza kumweka katika mikono ya wapagani au mataifa. Hawakuweza hawakutaka wamweke kwenye mikono yao na kumtia mikono yao, lakini waliweza kumweka katika mikono ya mataifa ili waweze kuona hao watu wabaya watamtendea. Na hali ya watu leo haijabadilika hata sana, haijabadilika sana. Nasemeka mbali kadogo, Luka sura 18 mstari 13 atazihakiwa na kutemewa mate. Nafurahi sana kwa sababu Bwana yeye mwenyewe alikuwa amekwisha kutamka maneno haya yote, kwa maana walikuwa wakiamini. Lakini sasa mwisho kwa nafasi ya wamitume au wanafunzi, mwisho kwa nafasi ya wanafunzi walikuwa wamekwisha kubalishwa na Bwana wao ya kwamba vipofu wataona, wakuchechemea watatembea, waliokufa watafufuka, wenye ukoma watasafishwa. Hiyo yote ilikuwa ni sehemu ya Bwana. Huyo alikuwa ni Masia na yeye ataweka ufalme wake. Na mnajua kwamba hiyo ndio ilikuwa tumaini lao. Naweza kuonyesha hiyo kupitia maandiko matakatifu. Mathayo sura 24. Shairi 3 za kwanza. Hiyo itafanyika wakati gani? Mathayo sura 24 mstari 3. Na utaweka ufalme wa Israeli wakati gani? Na alama ya kuja kwako itakuwa alama ya namna gani? Walikuwa wakitumainia au kutarajia kuwekwa kwa ufalme, na hiyo tumaini pia ingali ndani yao leo, na utimilifu utakuja. Lakini sasa wakati mpango wa Mungu utakapokuwa umefika kwenye lengo yake, na hiyo mambo yatatimilika. Kwenye mstari wa 13, na watampiga fimbo na watamua, na siku ya tatu atafufuka. Mstari wa 13 nasema,
Luka 18:34. Nao hawakufahamu maneno haya hata kidogo, lakini kwa imesemeka waziwazi, lakini ya kwamba hawakuweza kufahamu maneno haya yote hata kidogo, na neno hili lilifichwa kwao, wala hawakujua maneno yaliyosemwa. Kusema sasa, yote ilikuwa imekwisha kusemeka waziwazi. Hakukuwa na hitaji ya mtafsiri, hakukuwa hata hitaji ya kutafsiriwa, lakini ilikuwa imesemeka ya kwamba watamtukana, watamzihaki, watamzaliti, watampiga fimbo na kumtemea mate na kumua. Yote ilikuwa imesemeka waziwazi pale, lakini hawakuweza kufahamu maneno hayo, kwa sababu hiyo hailikuwa hailingani hata na mawazo yao au matarajio yao. Wakati Bwana alikuwa akizungumza, wao walikuwa wakiwazia mawazo yao wenyewe na wakaendelea katika njia yao. Hawakuweza kujiweka kwa nafasi ya yule ambaye alikuwa akiwazungumzia, na ndiyo maana maneno haya yalibaki ikifichwa kwao, nao hawakuweza kuyaelewa. Sijui kama nina haki, lakini wakati muda unapita zaidi, na ninaona ya kwamba wengi hawajaweza kuelewa Bwana katika maneno yake katika wakati wetu, ya kwamba wengi walibaki katika giza wakati anapotuzungumzia. Yale aliyosema ilibaki kuwa giza kwao, na hiyo inafika siku zote wakati unapowaza kuhusu mawazo yako wewe mwenyewe. Wakati Bwana anazungumza, wakati alipokuwa akizungumza kuhusu mateso yake na kupigwa kwake fimbo, au walikuwa kiwaza kuhusu ufalme ambao watatawala pamoja naye, na mtu ambaye hawezi kuwa makini sana kwa yale yanayosemeka, hawezi kusikia yale iliyokuwa imekwisha kusemeka, na hiyo itabaki kuwa giza kwake. Nina wazo hili, kama unaweza kuwa wazi au kama tunaweza kuwa wazi, na wakati ninapokuwa nimezungumza na watu fulani ambao walioweza kusikiliza utangazaji katika hii miaka yote, na wakati mambo inageuka kuwa magumu, wanarudilia kwa maneno au kwa akili mambo ambayo iliyofanyika kakose katika miaka ya 1000 na pia kose ya miaka 500, na hapo unatambua waziwazi ya kwamba Mungu aliwazungumzia bila wao kuweza kusikiliza, lakini wao wanajua yote, na ijapokuwa wanataka ili waweze kusikia, na wanataka kusikia tena, na hapo ndipo kunakuwa shida. Wakati wote wanasikiliza tena wanasikia kidogo au kufahamu kidogo, kwa maana ndani yao wenyewe hawako tayari ili waweze kuweka sikio lao la kusikiliza kwa kukamata hiyo chuma ya kukamata maneno yao. Hiyo chuma ya kukamata inakuwa imezimika, hakuna hata kushika au kurekodi, hata kama kunaweza kuwa microphone hata 3 hapa au 15, lakini kama hiyo kufungwa machuma hiyo haitembei vizuri, kama hiyo ya kukamata masauti ya kuweza kufunguliwa, kutafanyika nini sasa? Kutafanyika nini? Hakutakuwa kitu. Inaomba kuelewa ya kwamba yote ambayo Bwana aliyosema yote inapaswa kuaminiwa, na sio tu yale ambayo tunataka kuamini, lakini yale ambayo Mungu aliyosema tunapaswa kuyaamini kama tunataka tuweze kusimama mbele yake. Na mtu asiyeamini Mungu anamfanya kuwa Mungu. Pia alikuwa ni mazungumzo ameweza kuwa na ndugu yetu hapa sasa hivi. Zambi ambayo ndugu Branham anayoita kwamba ni zambi ni kutokuamini. Kutokuamini na si kutokuamini Mungu. Shetani naye anaamini Mungu na anatetemeka. Kutokuamini mbele ya neno la Mungu, kutokuamini mbele ya neno la Mungu, hiyo ndiyo kitu cha muhimu sana, na ni hapo ndipo kunakuwa neno la nabii Ezekieli: kila nafsi inayotenda zambi ndiyo itakufa. Ezekieli 18:4. Zambi ya nafsi ni kutokuamini kwa neno la Mungu,
na kutokuamini inazaa kutotii, na kutotii kunazaa kuvunja sheria. Lakini funguo ya uhusiano pamoja na Mungu iko kweli kweli ni kwamba tunaweza kuamini Mungu, na haihusu tu kuweza kuamini ndani ya Mungu, lakini kuamini pia Mungu. Na kama tunaamini Mungu, na hapo sasa tunaamini yale aliyosema, na hapo sasa tunajikuta katika maneno ya Matendo ya Mitume sura 3 mahali kunapoandikwa ya kwamba Mungu atatuma wakati wa kuburudishwa, na Yesu atabaki mbinguni mpaka wakati ambayo mambo yote Mungu aliyosema kupitia vinywa vya manabii itakapotimilika. Na kisha hapa andiko hii yenye nguvu inayogusa sana ndani ya Matendo ya Mitume sura 3, na hiyo akose inapasha kuwa kwenye mstari 22 au 23. Matendo ya Mitume sura 3 mstari 23. Mstari 23. Na itakuwa kila mtu asiyesikia nabii yule atapotea na kuharibiwa toka watu wake. Mstari 22 na inaandikwa ikilinganishwa na ahadi kuhusu Musa. Matendo ya Mitume sura 3 mstari 22. Musa alisema, Kumbukumbu la Torati sura 18 mstari 15 mpaka 19, maana Musa aliwaambia baba zenu ya kama Bwana Mungu atawanyanyulia nabii toka ndugu zenu kama mimi, mumsikie katika yote atakayowaambia. Hapa yeye hadi inalinganishwa na Kristo ambaye angepashwa pia kuwa nabii ili aweze kushuhudia neno la manabii wote na kuweza kukamata usimamizi wake. Akose tuendeye hapa hivi kwenye mstari 23, Matendo ya Mitume sura 3. Na itakuwa kila mtu asiyesikia nabii yule atapotea na kuharibiwa toka watu wake. Kusema sasa, imani ndani ya Mungu haitoshi. Tunapaswa kuamini Mungu na kwa sababu hapa Bwana anaonyeshwa kama vile nabii, na pia kuna hii onyo inayosema kwamba kila nafsi isiyosikia nabii ule, hii ni lazima sana, na sio tu kumwamini kama vile mkombozi au mponyaji, na sio kama vile mwokozi. Unaweza kumkubali, unaweza kuamini na kusikiliza maneno ya Bwana hata kwa mara nyingi au kwa namna nyingi. Kuna wenye dhambi wengi wanaosikia neno la Bwana, wanaosikia kuhusu wokovu, wanaoshukuru pia, wanashukuru na wanakubali wokovu. Na kisha pia kuna wengine wanaosikia neno la Bwana yeye kama vile mponyaji, wanaolikubali na wanapona. Lakini hapa inahusu zaidi ya hiyo, inahusu ya kwamba inaomba wale waliookolewa, waliopona, wale walioitwa na Mungu, waliosamehewa na Mungu waweze kumsikiliza katika yote anayeweza kusema, kama vile nabii, yeye kama vile mfalme, yeye kama vile yule anayetembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu, kama yeye anayezungumuza kama vile mwana wa mtu. Tuishaka kuiona ndani ya mainjili, Bwana alionyeshwa waziwazi kama vile mwana wa mtu. Ndani ya Injili ya Mathayo inasemeka kuhusu mwana wa mtu hakose mara 26. Mahali pote ilikuwa kisemeka kuhusu mwana wa mtu, lakini katika mainjili hakuna hata mara moja, kutoka Waroma sura 1 mpaka Yuda mstari wa mwisho, hakuna hata mara moja maneno inayoitwa kwamba au matamshi inayoitwa kwamba mwana wa mtu inasemeka ndani pale. Kunasemeka siku zote mwana wa Mungu, na hiyo ina sababu ya kuwa hivyo. Na hapo sasa katika Ufunuo haisemeki tena mwana wa mtu, lakini pale ndani ya Ufunuo inasemeka tu mwana wa mtu,
Lakini pale anasema kwamba pia kwamba nikaona, Yohana anasema kwamba nikaona mtu anayefanana na mwana wa mtu anayetembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Nikusema mwana wa Mungu, Mwokozi, mkombozi, mwana wa Daudi, mfalme. Hiyo yote itakuja baadaye. Lakini mwana wa mtu yeye anazungumza kama vile nabii ndani ya kanisa, au kwa namna ya unabii ndani ya kanisa. Na hapo sasa tunafika kwa maneno yetu. Kwa kila kizazi cha kanisa ujumbe wa kiungu ulikuwa ukiwekwa mbele, na waliookolewa, waliopona, waliosamehewa, ambao wangepashwa kukamata maamuzi yao kama wangelitaka, kama vile waamini, na sio kwamba waweze waokolewe tu kwa sababu wanawaza kwamba kuzimu itakuwa moto sana, lakini wangepaswa kuokolewa na walikuwa tayari ili waweze kuamini Bwana. Kwa maana inaandikwa, yule asiyeamini Mungu anamfanya kuwa Mungu. Na hapo sasa tunaweza kwenda wapi kama tunafanya Mungu kuwa Mungu? Ni kusema sasa haihusu kuweza kuwa tu mwamini au kuweza kupona au kuweza kupokea baraka. Kila nafsi bila hata kuacha moja, kila nafsi ambayo isiyoweza kusikiliza nabii yule itakatiliwa na kuharibiwa katikati ya watu. Na hiyo ni kitu cha hatari sana. Naweza kuionyesha tena ingine mara moja. Wengi wanataka kuokolewa, wanawaogopesha kuhusu kuzimu, na kuna wazihaki ambao walio wagumu sana, waliofanywa kuwa ugumu, ndio wanayowaza kwamba wanaweza kushuka huko, ya kwamba watakuwa wengi kule, ya kwamba pia watakuwa katika hali ya juu. Lakini tuiseme waziwazi ya kwamba watakuwa hesabu nyingi kule, lakini hao ni wazihaki ndio wanasemaka hivyo. Lakini mtu ambaye angali na woga wa Mungu ndani yake, na ambaye anayeamini ya kwamba mambo yote yaishie kwa kifo, anataka ili aweze kuepuka hiyo angangamizi na hakuna ingine. Na ni hivyo, na katika madhehebu yote, muamini au hapana, na pia hata hizi madhehebu za kipagani, wote wanataka ili waweze kutambua ya kwamba waliweza kupata heri katika maisha hii, na kisha wanawatangazia wakati wanawaambia kwamba wataonekanaka tena hapa duniani, ili waweze kuingia katika hiyo mwendeleo ya usafi ya utakaso. Wakati wote wanapoonekana hapa kwenye dunia hii, wanapanda tena zaidi mpaka waweze kufika katika mambo ya umilele. Lakini hiyo yote ni mawazo. Nataka kusema tu ya kwamba watu wahitaji, lakini hakuna mtu anaweza kuwaonyesha njia hiyo. Watu wanahitaji, lakini hakuna mtu aliweza kuwapatia na kuonyesha njia hiyo. Nishaka kuisema hiyo siku ya 6 iliyopita huko Berlin. Nilikuwa kwenye mapokezi ya hoteli, nilikuwa katika hali ya kitu fulani, nilitaka kuweza kucheka. Nikauliza mwanamke ule, nikamuuliza, "Wewe unatafuta Mungu?" Akaniambia, "Ndio, ninamtafuta." Nikacheka, nikashangaa sana. Nikamuuliza, "Sasa ulishaka mpata?" Akaniambia, "Ndio, nishaka mpata. Natazama sasa niko naingia katika dini ya Kibuda ya huko Japani." Nikacheka sasa, lakini si kwa kucheka. Lakini mwanamke huyo anatafuta Mungu, na tena iko naingia katika hiyo imani ya Buddha ya Wajapani. Nikamwambia mwanamke, "Ninatoka huko Japani, na huko niliweza kuna mambo mengi naweza kuambia." Na nataka nikuambia nini? Intel alikuwa huko. Kwa dakika kidogo tuliingia katika chanzo ya maneno. Nikasema, wengi wanaamini uzima baada ya kifo, lakini hiyo haitoshi. Nikamwambia, mimi sihitaji uzima baada ya kifo, lakini nahitaji uzima wa milele. Unaweza kuishi milele sasa. Na hapo utaingia katika chanzo ya maneno. Na hapo tukaingia, akanyenyekea chini ya hiyo mapokezi ya hoteli. Nikamwambia nimwombea. Ninasema nimwombee. Nikamwambia hapana. Akaniambia aseme hapana, nitakuja. Na akasema kwamba ninaona kwamba unapaswa kuniombea sasa. Na hapo sasa tukafanya hivyo katika jina la Bwana. Kuna watu wanaotafuta, lakini wako wanatafutia huko mashariki, katika kaskazini, lakini hiyo yote haina faida na haifiki kwenye lengo.
nasi hatuko hapa ili tuweze kuishi imani yetu sisi wenyewe, na sio kwamba tuweze kufanya kitu fulani, lakini tunahitaji Mungu yeye mwenyewe aweze kufanya kitu fulani na watu waweze kutambua kwamba kuna kitu fulani kinafanyika hapa, na sio kwamba tuweze kutenda sisi, lakini Mungu aweze kufanya kitu fulani. Ninahitaji kitendo cha Mungu ambacho kinaweza kuwa cha nguvu kwa kiwango ambao wengine wote wanaweza kusikiliza, na kisha waweze kuuliza, wajisikie kwamba wanashurutishwa kuweza kuuliza ya kwamba kuna mtu mwingine, na kwamba sio mawazo tu na sio mambo ya kuwazia, lakini ni kwamba Mungu ndiye aliye pale. Tunahitaji hiyo sisi sote, na sasa Mungu atafanya hivyo, kwa maana ilikuwa hivyo kwa mwanzo, na watu walikuwa wakibarikiwa kwa namna hiyo, na wengine wote wakajiunga kwao. Ndani ya kuanzisha tulisoma Zaburi 105 mstari wa 8. Zaburi 105 mstari wa 8. Amekumbuka agano lake milele na neno aliloamuru vizazi elfu. Na hiyo inalingana vizuri na neno ya kwamba Mungu ataazibu vizazi vya baba mpaka kwa kizazi cha 3 na cha 4, na pia ataleta pia baraka yake mpaka kwa maelfu ya vizazi kwa wale wanaomwamini na kumtumainia. Mungu atabariki wale wote wanaomtumainia na wanaomwamini. Hapa inahusu hii kugawa mara 3 ambayo inayoweza kusumbua mara nyingi. Hapa inasemeka kuhusu agano alilofanya na Abrahamu, na kiapo na kiapo chake kwa Isaka. Hapa 105 Zaburi mstari wa 8 mpaka 10. Na kama vile vilivyoandikwa hapa, alifanya agano na Abrahamu na kiapo chake kwa Isaka. Alitoa ahadi kwa kuapa, naye akatimiza ahadi hizo kwa Yakobo. Na hiyo ni kitu fulani cha ajabu sana. Ndani ya mahubiri moja ya ndugu Branamu, hiyo mawazo 3 inaonyeshwa kwa urefu: kuhesabiwa haki, utakaso na ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu, ahadi, imani, utimilifu wa ahadi ambazo Mungu alizotoa. Mungu ni Mungu wa neno lake, na imeandikwa mbali kidogo kwenye mstari 11 Zaburi 105, akisema, nitakupa wewe nchi ya Kanana kuwa sehemu ya urithi wenu. Mnajua habari ya Kanana, moja wa wana wa Hamu ambaye Noa alikuwa amelaani, na pamoja naye nchi yote ambayo aliyokuwa nayo ikalaaniwa, na yote ikakuwa tayari ili iweze kuangamizwa. Na hiyo yote kwa sababu mtu alikuwa akiwaza ya kwamba angeliweza kutoa vazi la baba yake na kuweza kutoa uchi haya ya uchi wake na kuonyesha haya ya uchi wake. Mnaweza kusoma namna gani mambo yaliweza kufanyika. Tunasomaka leo ya kwamba kuna nchi iliyoahidiwa inayoitwa kwamba ni Kanana, lakini msome yale yanaandikwa na namna gani yale yalianza. Si vibaya kuweza kusoma tena mahabari na matendo ndani ya maandiko matakatifu, mambo yaliyofanyika katika maandiko matakatifu, ili uweze kufahamu na kuelewa kwa sababu gani Mungu baadaye na isema kama vile ilifanyika kwa namna kali iliyo mbaya sana. Kwa hiyo taifa 7 iliyokuwa imetayarishwa pale wakakufa kama vile hizi ndani ya nchi. Sisi kama vile taifa au wanadamu tulio na haki na nia au zamiri, tunajiuliza, Mungu uliye mbinguni, mbona ulisema ya kwamba hautaua tena, jicho kwa jicho na meno kwa meno, na kisha tena ukasema ya kwamba kwa sababu yako
Nitaweka mataifa, mnaweza kuisoma ndani ya hiyo mahubiri marefu. Ilikuwa ya nani? Ya Stefano, naamini. Mungu aliuweka hiyo, nataka kuwasomea hiyo, hata kama naweza kutafuta kidogo ili mweze kujua kwamba imeandikwa hivyo. Ndiyo, nimeipata hapo hapo. Asante kwa Mungu. Matendo ya Mitume sura 13. Kuna mwingine anaweza kuihubiri hiyo, nawaza ni vizuri. Akose Paulo. Matendo ya Mitume sura 13. Nisema wa Roma? Hapana. Ni kweli. Asante. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 18. Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 18. Kwa muda wa miaka 40 aliwavumilia katika jangwa. Mstari wa 19. Na alipokwisha kuharibu makabila 7 katika nchi ya Kanana, akawapa nchi yao iwe urithi. Hatutaki kuweza kuingia katika chini cha mambo hayo hapa, lakini tusome Mwanzo sura 9. Sisome hiyo toka mstari wa 20. Mweza kusoma hiyo nyote. Nasoma tu mstari wa 25. Mwanzo 9 mstari wa 25. Akasema, Kanana alaniwe, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Mstari 26. Akasema, Bwana asifiwe, Mungu wa Semu, na Kanana awe mtumwa wake. Mstari 27. Mungu aongeze Yafeti akaye hemani mwa Semu, na Kanana awe mtumwa wake. Mweza kusoma habari hiyo nyote nyinyi wenyewe. Mstari 22. Mstari 22. Mwanzo sura 9. Hamu baba ya Kanana akaona utupu wa baba yake, akawaambia ndugu zake waliokuwa nje. Hakuinyamaza kwake mwenyewe, hakuificha, hakuweza kugeuka kama vile hao wengine wawili. Hakutembea kwa kurudi nyuma, hakuweza kufunika baba yake kama vile wale wengine wawili walifanya, lakini alikwenda nje akaanza kutangaza yale aliyokuwa ameona, na akaanza kuitangaza. Na wakati Noa alikuwa mlevi, alikuwa amelewa, sijui kwa sababu gani, lakini alikuwa amelewa, alikuwa havae, alikuwa uchi, haikuwa ya kupendeza kwa kuona, lakini yeye hakuwa na haki ya kuweza kutoka ili azungumze kuhusu mambo hayo. Angepashwa kunyamaza yale iliyokuwa imefanyika ndani ya nyumba. Angepashwa kufanya kama vile wale wengine wawili walivyofanya, waligeuka ili waweze kufunika upolepole, wakiwa na kifuniko au vazi hilo, wakafunika baba yao, wakirudi tena kwa nyuma. Mstari 24 inaandikwa, na Noa akaamka toka mvinyo yake, akajua maneno ambayo mdogo wa wana wake alimfanyia. Akasema, Kanana alaaniwe. Huyo mdogo, hao wadogo walikuwa na akili, wakakuwa na kitu kizuri cha kufanya kuliko wale wakubwa. Mstari 20. Noa akaanza kuwa mlimaji, akapanda shamba la mzabibu. Mstari 21. Akakunywa mvinyo, akalewa, akafunuliwa hemani mwake. Hii inaweza kufikia mtu yoyote ambaye aliye mwanadamu, ambaye anaweza kunywa mvinyo, asiyejua kitu inaweza kutoka katika matokeo ya mvinyo. Noa alilewa, alikuwa ni nabii wa Mungu, alikuwa nabii wa kweli, lakini alikunywa akalala. Na mnajua ni kitu gani? Alikuwa nabii, naye alikuwa pale akatamka maneno ya unabii, japokuwa alikuwa ametoka katika ulevi wake, na kisha akatamka maneno ya unabii, na hayo ikatimilika baadaye. Mungu haruhusu ili
mtu aweze kuzihaki watumishi wake au manabii wake. Na hilo ndilo neno nabii Schmidt aliposoma hapa ndani ya Zaburi 105 kwenye mstari 15. Akasema, musiguse wapakaliwa wangu, musiguse wapakaliwa watakatifu wangu, wala musiguse manabii wangu. Zaburi 105 mstari wa 5. Kuna sheria, amri za Mungu ambazo tunapaswa kuheshimu, tunapaswa kushika sana, ambazo hatupashi kuzipita pembeni na kuzivunja, ili tusiweze kupita pembeni ya Mungu na kushindwa mbele yake. Sasa kwa sababu gani maandiko matakatifu yanasema kila mtu anayepokea nabii, kwa sababu yeye ni nabii, atapokea zawabu ya nabii? Kwa sababu gani hayandikwe ya kwamba mtu anayepokea mwinjilisti au mhubiri mkubwa au msemaji, mtu anayesema vizuri, eti kwamba atapokea hiyo zawabu ya huyo msemaji mzuri mkubwa au mwinjilisti mkubwa? Hapana. Lakini Bwana alisema kwamba yule anayepokea nabii kama vile nabii, au anayepokea nabii kwa sababu yeye ni nabii, atapokea zawabu ya nabii. Lakini itakuwa namna gani kwa wale ambao itatimilikia hili neno, wale ambao waliopika na kutesa manabii, wale waliogusa kwa manabii na wale waweza kuwachekelea wapakalie wa Mungu, na ambao hawakuweza kumsikiliza na kuwasikiliza na kusikiliza yale ambayo alikuwa amesema kuhusu nabii, kuhusu jina la Bwana au kwa jina la Bwana. Mwazie kuhusu nabii Yeremia, kundi lote liweza kumuamukia na wakasema kwamba hatuamini neno ulilosema kwa jina la Bwana. Yeremia sura 28 mstari wa 9. Na ilikuwa ni sauti ya msikilizaji, lakini Mungu alikuwa siku zote na namna ya kuweza kuzungumza kwa watu, naye atahukumu kulingana na yale ambayo watu walifanya kuhusu yale ambayo waliosikia. Kuna watu ambao hawawezi kuamini kwa sababu hawako wazi, hawako tayari au kuwa wenye haki, na wale wako. Na pia kuna watu ambao wanaosema mambo ambayo haisiyo kuwa ya kweli, na inaomba kuweza kupima ya kweli na ya uongo, ili uweze kujua namna gani au kupitia nani unaweza kuamini na kuzungumza. Juma iliyopita waliweza kuniuliza kama Bwana anaweza kunizungumzia, na leo ninacheka juu ya hiyo, lakini niweza kusema wale ambao hawawezi kuamini ya kwamba hiyo ilifanyika hivyo, hawapashi kuja kusikia neno la Mungu katika mahali hapa. Kama sikusikia sauti ya Bwana, leo singelikuwa hapa, singeliweza kusimama hapa, na singeliweza kusema hata hitaji, singeliweza kuwa na hitaji ya kusema hata kitu fulani ambacho kisiokuwa cha kweli. Lakini kuna watu ambao walio katika hiyo kipimo kimoja, na wanaokuja wakiwa na bidii ya kusema ya kwamba nilikuwa nikisimama mbele ya nguzo ya moto, na sasa ndiyo ni kweli, naogopa sana, ninaogopa sana. Kama mtu fulani hataki kuamini ya kwamba Mungu alinizungumzia, hiyo ni kitu moja. Lakini wakati mtu mwingine sasa anakuwa na bidii ya kusema kuhusu yeye mwenyewe ya kwamba nilikuwa mbele ya nguzo ya moto, na hapo hatujue tena kitu kingine, au hatujue namna gani tunapaswa kupanga hiyo na kutenda. Lakini kama Mungu anaweza kunipatia neema yake mpaka sasa, niweza kuelewa pia yale ambayo ndugu yetu aliweza kusema. Sijui kama alikuwa ni mawazo yangu, lakini aliweza kuweka hiyo picha ya nguzo ya moto kwenye kibambazi na kisha akakuja mbele, na ni hivyo. Hakuna mtu anataka kuweza kushakia hiyo, lakini kila mtu anaweza kusimama mbele ya nguzo ya moto au nguzo ya moto, na sio hiyo yale ambayo ndugu Branham anasema. Ndugu Branham anasema kwamba mtu anapaswa kuwa na mwito wa kiungu kama vile Musa alivyokuwa nayo. Hakuzungumza kuhusu kitu fulani chochote, lakini ilikuwa kihusu mazoezi ya kweli pamoja na Mungu.
wakati wa mwito. Na nawaambia watumishi wote wa Mungu waliweza kuwa na mazoezi hayo, na ilikuwa ni msaada wao. Hiyo ndio ilikuwa muti au mfupa wa mgongo wao. Na katika majaribu iliyo magumu sana, walikuwa wakijua ya kwamba Bwana alinizungumzia na kwamba nilikuwa pale nikasikia sauti yake. Na Paulo pia alikuwa akijua ya kwamba Bwana alimzungumzia pia ndani ya lugha ya Kiebrania. Yule alishaka sikia sauti ya Bwana anajua hiyo nini. Na kisha baadaye watu hao, kwa sababu hao watu wanawaka na maoni iliyo tofauti na wengine, na kuna wengine wanaweza kusema waziwazi mbele ya wengine, mbele ya uso wao, ya kwamba Bwana shaka zungumzia watu wengi, na pia anashaka zungumzia pia Balamu. Lakini wanaweza kukubali hiyo, na watu wanasema ndiyo, ni kweli na haki, na kisha wanafurahi kwa sababu Bwana lakini tunafurahi sisi kwa sababu Bwana hakutuzungumzia kama vile alivyozungumzia Balamu. Kwa mtu aliyeokolewa, na kwa mwingine anasema kuna kile na kile ndani ya maisha yako, na mwingine anasema kwamba unaokolewa. Kwa nini unasema kwamba unaokolewa? Lakini hakuna mtu ambaye anayeweza kutoa kitu fulani kicho cha uhakika ndani ya imani, ndani ya roho wake. Unaweza kuweka kwenye kichwa na kwenye miguu, unaweza kuifanya hiyo mazoezi pamoja na Mungu, na hiyo inakuwa imetosha. Na iko hivyo hivyo kuhusu mazoezi mengine. Wakati mtu anasema sikia maneno ambayo Bwana aliyosema, hiyo haimaanishi kitu. Balamu naye yuko kwenye orodha ya wale. Balamu hanihusu. Alikuwa ni Moabu asiyetahiriwa, ambaye ilikuwa hana uhusiano moja pamoja na taifa la Israeli, ambaye hakuweza hata kupokea hata hadi moja. Mtu ambaye alitaka ili aweze kuharibisha taifa la Mungu. Alikuwa zaidi ya 200, alitafuta mambo fulani ili aweze kuleta maoni yake mwenyewe. Sasa tuna uhusiano gani na mambo hayo? Lakini nataka kuwapatia mfano ili niweze kuonyesha, ili muweze kufanya angalisho kwa watu walio karibu nanyi, watu ambao mnaopenda sana, ambao wanaowaza ya kwamba wanaweza kuwaumiza kwa sababu wako kwenye miguu yao vizuri, na kwamba wanaweza kuwatazama wengine kutoka juu, wanaweza kuwatazama kutoka viti vyao vya waamuzi wa juu. Lakini si pamoja na Mungu. Pamoja na Mungu, njia ya kwenda juu inashuka kwanza. Kila njia ambayo inayopashwa kupandisha mtu juu inapashwa kwanza kunyenyekeza hapa chini, na hakuna njia inayopanda juu ila ile njia inayoshuka na kunyenyekeza chini hapa, na kisha baadaye unapanda juu. Na ilikuwa hivyo hivyo kuhusu Bwana wetu. Kwanza kunyenyekezwa, kupigwa, kutemewa mate, mazihaka, na kisha baadaye akatukuzwa. Lakini kama vile nilivyosema, ninasikia kama maumivu mengi kwa ajili ya watu ambao wanaojipatia mawazo, na sana sana hawataki waweze kupingana yanayo wanayosema, lakini hakosa unaweza kupingana Mungu. Lakini wao sio hivyo. Hizo ni vipimo vya dhamiri njema au tabia njema, na katika siku zetu ulimwengu mzima inajaa watu kama hao. Wanapima kwa vipimo viwili tofauti. Mnajua pia ya kwamba sisi wanadamu tunakuwaka na wazo ya kuweza kupata na kuona kwamba ni vizuri au kawaida kuona watu ambao tunaojua, watu tunaopenda, ambao walio karibu nasi, kwa sababu wanafanya kitu fulani, na tunaona ya kwamba ni vibaya wakati watu wengine wanafanya hivyo. Tunapenda wale walio karibu nasi, na ninataka kuona hiyo mazoezi, na niliko pale niweza kuweka hukumu iliyo wazi pale. Watu wanageukaka haraka haraka na kubadilisha maoni yao na mawazo yao wakati hiyo isipowahusu au wale walio karibu nao,
Na hapo sasa hukumu inakuwa tofauti wakati hiyo inapokuwa imewagusa karibu sana. Lakini yule aliye wa Mungu anasikia neno la Mungu, hahukumu, lakini anafurahi kwa sababu hukumu yake na maamuzi yake iliweza kuwekwa juu ya Bwana, na Bwana wetu ilimwangukia hiyo hukumu na mapigo yote, ili nasi tuweze kupata kupona. Na Zaburi 105:15 ya kwamba musiguse wapakaliwa wangu. Na hapo sasa kuna hesabu nyingi ya wapakaliwa wengi na manabii wengi na Wakristo wengi wako pale walioweza kukamata mafundisho ya uongo na wanaitetea hata mpaka kufa kwao. Lakini mtu aliyepakaliwa ili aweze kutangaza maneno ya kweli wa Mungu akiwa chini ya upako moja, kama vile wa mitume na manabii waliweza kupokea kupitia uvuvio wa kiungu, hiyo ni tofauti iliyo kubwa sana, iliyo kubwa. Lakini watu wanageuzaka hiyo mkazi au namna, na hiyo ndiyo namna iliyo watu wanafanyaka hii. Watu wanageuzaka hiyo mambo au wanageuza kazi kwa namna hiyo tofauti. Lakini tushukuru Mungu kwa sababu hatuwezi kuhukumiwa kulingana na maoni au mahukumu za watu. Yeye ni Mungu wa haki, Mungu wa kweli. Yeye anajua walio wake, anajua nani anayetaka kutuma na anajua yale anayofanya. Na tunakubalishwa na hiyo ya kwamba mahali kuna kukubaliana katika utangazaji, ni hapo ndipo kuna kuwa Roho Mtakatifu moja ambaye anayeongoza katika kweli moja ya kibiblia, mahali ambapo mambo haitembei vizuri na ambayo haiwezi kunyenyekea chini ya Mungu na kwa neno lake. Pale roho zingine ziko ndani ya kazi. Kama vile niliyosema, hukumu ambazo zingilipashwa kutugusa na kutufikia hazituguse tena, lakini tunasikia mateso ya ndani kwa ajili ya kila mtu ambaye anayetumikisha haraka haraka ulimi wake ili aweze kuleta hukumu. Si hukumu yangu, lakini hukumu yake. Kila mtu anakuwa na hukumu yake, lakini wewe utahukumiwa kulingana na maneno yake, utahukumiwa sawasawa na maneno yako. Mathayo sura 12 mstari 13-7. Na hivyo kama vile tunavyo hukumu na kupanga wengine, na tutahukumiwa na kupanga wengine hivyo. Lakini hapana, Mungu ana njia yake pamoja na taifa lake mpaka katika siku zetu. Kama vile nimetoka kusema, kama ni Mungu ambaye aliyeita, aliyetuma na kupatia kazi, na hapo sasa kuna kukubaliana iliyo kamilifu toka mwanzo mpaka mwisho. Kuna kukubaliana pamoja na manabii na wamitume wote. Kuna kubaliana na yote ambayo Mungu aliyotoa katika kizazi chetu kupitia huduma ya ndugu Branham. Na sasa tunakuwa sehemu ya wale ambao wanaotega masikio kwa yale ambayo Bwana anasema, yeye anayetembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Na hapo sasa tuna hili neno la Mungu, na siyo maneno ya watu, lakini neno la Mungu. Nasi tunashukuru kwa maana aliweza kuzungumza kwa namna iliyo wazi na namna ya kukamatika, na si tena katika mafumbo na sio tena katika mifano, lakini kama vile waziwazi Injili ya Yohana inasema kwenye sura 16 ya kwamba katika siku zile mutatambua ya kwamba ninawazungumzia waziwazi. Kuna andiko hii katika Injili ya Yohana pale, napo ingekuwa vema kama ningeweza kuipata na kuisoma kwa sauti kubwa.
Ni Yohana sura 16, Yohana 16 kwanza kwa mstari wa 25. Maneno haya nimewambia ninyi kwa mifano. Saa inakuja wakati sitasema nanyi tena kwa mifano, lakini nitawambia ninyi waziwazi habari za Baba. Mstari 26. Katika siku ile mutaomba kwa jina langu, nami sisemi nanyi ya kwamba nitawaombea ninyi kwa Baba. 27. Kwa maana Baba mwenyewe amewapenda ninyi kwa sababu ninyi munanipenda na mkaamini ya kwamba nilitoka kwa Mungu. Naweza kusoma hii neno la Yohana 17 na kwamba mliamini ya kwamba nitoka kwa Baba au kwa Mungu. Tulisoma hapa siku ya tatu iliyopita Yohana 17 mstari 22. Yohana 17 mstari 22. Na utukufu ambao ulinipa nimewapa, wakae mmoja kama sisi tulivyo mmoja. Mstari 23. Mimi ndani yao na wewe ndani yangu. Mimi ndani yao nami na wewe ndani yangu, wakamilike na kuwa moja, na dunia ijue ya kama ulinituma na ulinipenda kama ulivyo nipenda mimi. Tunaweza kusoma nini andiko? Tunaweza kusoma andiko gani siku ya tatu iliyopita? Ndio, asante. Ndio, ni hiyo kweli. Nataka kusoma tena, sio mwisho. Asante. Nataka kusoma mstari wa 21. Mnajua kwamba kulikuwa na kikosa kitu fulani hapa. Mstari wa 21. Ili wote wakae mmoja. Hii nimetukisha kusoma. Yohana sura 17 mstari wa 3. Na huu ni uzima wa milele wa kujua wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ulimutuma. Hataki kuweza kuingia katika kilindi cha mambo hayo kwa sana, lakini tunajua kitu moja, tuko wazi. Bwana alizungumza kwanza kwa siri, hawakuweza kuelewa. Alizungumza kuhusu Baba aliye mbinguni, akasema, Baba, wewe ndani yangu na mimi ndani yako. Huyo Mungu mmoja ambaye aliyekuwa mbinguni, huyo Mungu mmoja alikuwa ndani ya Kristo, kwa maana Mungu ni roho na yeye iko mahali pote kwa mara moja. Mungu huyo mmoja anayekaa ndani ya mioyo yetu kupitia imani, leo pia iko Mungu aliye mbinguni na tena iko hapa duniani, iko mahali pote. Mungu na neno la Mungu vinapaswa kueleweka vizuri. Tunahitaji upako wa Roho Mtakatifu ambaye anayetuongoza katika kweli yote, kama vile yule anayezungumuza na wale wote wanaosikia wanasikia neno hilo moja, wanasikia mafundisho moja. Ilikuwa ni nani wakati ule? Nishaka isema hapa mara nyingi, wakati manabii walikuwa wakitimiza huduma yao, wengi waliweza kumsikiliza, waliweza kuwasikiliza. Wakati Bwana alikuwa akizungumza na kutenda, wengi waliweza kuwa washuhuda. Na ilikuwa hivyo hivyo katika kizazi chetu, katika huduma ya ndugu Branham. Mamilioni waliweza kuona na kusikiliza yale ambayo Mungu alikuwa akifanya. Na kulibaki nini katika hayo yote? Ila tu wale ambao Mungu alikuwa ameita kutoka, wale ambao hawakutaka tu au kupenda Bwana mpendwa kama vile Mwokozi, au kupenda tu wokovu, waliweza kuokolewa katika moto. Lakini Bwana yeye mwenyewe alikuwa akijua kwamba wewe peke yako ndio unaweza kuamua. Bwana, kama unaweza kupendeza katika maisha yangu. Mnajua mahubiri ya ndugu Branham kuhusu maneno hayo. Tunaumalizia na wazo hilo moja
kama vile tumekwisha kujizungumzia, Bwana anazungumuza katikati ya vinara 7 vya dhahabu, yeye kama vile mwana wa mtu. Ni kusema tena neno la unabii au sehemu ya unabii. Na ndugu yetu ambaye aliye hapa leo toka Malawi aliweza kupata sehemu katika siku 10 katika hiyo kusanyiko la huko Ulaya la Billy Graham huko Amsterdam. Na mnaweza kuuliza kwa sababu gani za kufanyika hivyo, lakini kuna hitaji moja. Alikuwa na hitaji moja, kwa kosa ilikuwa 2. Wakati alipokuwa huko Malawi, alihitaji ili aweze kupata mtu fulani ambaye ungeweza kumlipia tiketi ya ndege. Huko Amsterdam ilikuwa ni heri njema ya kuweza kufika huko, na wakati alipokuwa amefika huko alikuwa na hitaji 2 ya kuweza kufika hapa. Mnajua kwamba alikuwa hana hitaji na kupata nafasi huko. Tunapaswa kuwa na shukurani sana. Sitaki kusema zaidi ya hiyo, tunapaswa kushukuru sana. Mungu hakutupatia wokovu tu na uponyaji, lakini hakutupatia pia ukombozi tu, lakini alitupatia sisi ambao tulio wakombolewa wake tuweze kupata sehemu ya kuingia katika kiti chake cha neema, tukifikie ili tuweze kusikia na kuamini neno lake lilofunuliwa kutoka kwenye kiti cha enzi chake, ili nafsi yetu iweze kuishi na isikufe. Kila nafsi ambayo isiyoweza kusikiliza nabii yule, huyo Bwana, huyo mwana wa mtu anayezungumuza, itakufa. Kila nafsi itakufa. Matendo ya Mitume sura 3 mstari 23. Na ndiyo maana hii onyo inalinganishwa na ahadi ya kwamba yule aliye na masikio ya kusikiliza asikie yale ambayo Roho anaambia kanisa. Yeye kama vile mwana wa mtu anatembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu, anashika hao malaika 7 ndani ya mkono wake wa kuume. Aliwatuma, lakini yeye ndiye alizungumza kupitia wao, na Roho wa Mungu ndiye anazungumza kupitia neno la Mungu kupitia hao watumishi au wajumbe wa 7. Na hapo sasa anatushurutisha ili tuweze kusikia yale ambayo Roho anaambia kanisa. Wengi washaka kusikia ndugu Branham, wengi walimsikiliza, mmoja akamsikia kwa namna hii, mwingine akamsikia kwa namna ile, mmoja akaelewa kile na mwingine akaelewa kitu kingine. Kuna wengi, lakini pia kuna kundi ambayo haikusikia ndugu Branham, lakini iliweza kusikiliza, ikasikia Roho wa Mungu katika mahubiri yote, na Roho akawaongoza katika kweli yote. Na kwa neema tunaweza kuwa sehemu ya watu hao, na najua pia ya kwamba sisi ni sehemu ya hao. Hatuna hitaji ya kuweza kutafuta kwa muda mrefu, lakini neema tena ni neema kwake Mungu aliye hai, ambaye aliyetupatia hii utajiri iliyo njema sana. Namna gani tutaweza kukosa kumshukuru tena zaidi tena kwa shukurani hizo za kweli leo katika maombi mafupi? Amina, tusimame tuweze kufanya hivyo. Baba ile mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya heri ya kuweza kukusanyika mbele ya uso wako, ya kuweza kusikia maneno ya kinywa chako, o Bwana, ya kuweza kuipokea na kuiamini, ili nafsi yetu iweze kuishi. O Bwana mwaminifu, neno lako ni chakula chetu cha kiroho, nayo ni taa, nayo ni nuru, nayo ni uzima. O Bwana, tunakusifu, na kama vile ndugu yetu mpendwa alivyoweza kuiomba, yote inatembea pamoja, kwa sababu ulizungumuza na kutenda. Uliweza kuita pia na kutuma, o Bwana. O, tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Mungu wangu, nani ambaye anayeweza jaribu kukudharaulisha na kufanya kuwa bure? Wewe uko juu ya yote, uko najaa heshima na utukufu. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Pia katika siku zetu ulikuwa macho
ili taifa lako liweze kupokea utangazaji iliyo wazi, kuelewa iliyo wazi kwa neno lako, na hiyo ikilingana na neno la manabii wote na wamitume wote. Tunakushukuru, tunakusifu, tunakuabudu. Tupokee si sote. Tubariki Bwana mwaminifu. Fanya kitu fulani kilicho kipya tena. Tunataka tuweze kutangaza kwa namna iliyo inasimama vizuri hii ujumbe wa wokovu ya mafundisho na hii ya sehemu ya unabii. O Bwana, ili wengi tena waweze kufikiwa na waweze kuja kwako wewe Mungu uliye hai. Tunakuambia asante kwa ajili ya yote katika jina la Yesu. Amina.